Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wanajeshi wa Marekani wamepigwa risasi karibu na ikulu ya White House. Taarifa zilizotokea huko Washington DC zinaeleza kwamba wanajeshi wamepigwa risasi karibu na ikulu ya White House, ambapo kulingana na taarifa zinaelezwa kwamba wanajeshi wawili wa kitaifa wamejeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi huko Washington karibu na ikulu ya White House, katika kile meya wa jiji hilo la Washington DC amekiita ni shambulio la kulengwa. Polisi walisema mshukiwa mmoja aliwafyatulia risasi walinzi wawili siku ya Jumatano alasiri kabla ya kuzingirwa na kukamatwa na walinzi wengine wa kitaifa walikuwa karibu, ambao walikuwa wamesikia milio ya risasi. Rais Donald Trump alikuwa Florida wakati huo. Amesema mtu aliyefanya shambulizi hilo kwa kutumia bunduki alikuwa ni raia wa Afghanistan ambaye aliingia Marekani mnamo Septemba mwaka 2021. Aliapa kwamba utawala wake utahakikisha mshukiwa analipa gharama kubwa zaidi kwa kitendo cha ugaidi alichokifanya. Vyanzo vingi vya utekelezaji wa sheria hapo awali vilimtaja mtu anayedaiwa kuwa na bunduki kupitia shirika la habari la CBS kuwa alifahamika kwa jina Rahmanullah Lakanwal, raia wa Afghanistan mwenye umri wa miaka 29. Lazima sasa tuchunguze upya kila raia wa kigeni ambaye ameingia nchini mwetu kutoka Afghanistan chini ya rais wa zamani Joe Biden, Trump alisema katika hotuba ya moja kwa moja mnamo Jumatano usiku. Hata hivyo, Donald Trump, rais wa Marekani, alichukizwa na kitendo cha mashambulizi hayo ambayo yamekuwa endelevu nchini humo. Ikumbukwe katika miezi ya hivi karibuni yalitokea mashambulizi katika ofisi za ubalozi wa Israel, ambapo ilidaiwa baadhi ya wafanyakazi waliuawa kutokana na mashambulizi hayo. Lakini kwa Marekani, mashambulizi ya viongozi pamoja na wanajeshi ni mambo ambayo yanatokea mara kwa mara, ishara kwamba usimamizi mzuri na wa umiliki wa silaha nako pia umekuwa ni kama tatizo nchini humo, ambapo baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kuna namna inayotakiwa kufanyika nchini humo ili kuhakikisha watu wanaishi kwa amani katika taifa hilo, miongoni mwa mataifa makubwa ulimwenguni na yenye uchumi mkubwa. Mshukiwa alipigwa risasi 4, vyanzo vya utekelezaji wa sheria vililiambia shirika la habari la CBS News. Haijulikani ni silaha gani ilitumika katika shambulizi hilo, wala pia haikubainika wazi mara moja. Mshukiwa hakuwa akishirikiana na mamlaka, vyanzo vya kutekeleza sheria viliambia shirika la habari la CBS News mnamo siku ya Jumatano usiku. Mtazamaji wa The World News, tutakujuza mengi zaidi juu ya mashambulizi yaliyofanywa kwa wanajeshi hao wawili katika eneo la ikulu ya White House, jambo ambalo limekuwa na mshangao mkubwa ulimwenguni kuona kwamba watu wanashambuliwa katika ikulu, tena ikulu ya White House nchini Marekani, kwa maana kumekuwa na wasiwasi hata juu ya ulinzi wa eneo hilo. Nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.